Mzee wa data, natamani tumzungumzie mchezaji kutoka Young Africans. Huyu si mwingine ni Khalid Aucho. Mchezaji anakipiga pale katikati. Natamani kufahamu ndani ya msimu huu performance yake, mchango wake, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaaminika sana na Young Africans, mashabiki pamoja na makocha hadi viongozi kutokana na ubora wake. Kwa kuongezea, anaaminika pia katika timu yake ya taifa ya Uganda. Miaka nenda miaka rudi, yeye ni above 30, lakini bado ni miongoni mwa wachezaji wa kutumainiwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda. Ndani ya Yanga akiwa fit akosekani kwa makocha Gamondi, Ramovic, Milud mpaka sasa. Na kumbuki hadi Nabi wote nishukuru pia katika hilo. Sasa siri ni ipi hapa? Kwanza kujituma na kutambua namna gani ya kutunza kipaji chake. Sababu mpira wa miguu na masharti unajua Wenzako wanakula bata, wewe pesa unazo, mchezaji wa timu kubwa kama Yanga, lakini kuna baadhi ya hizo raha, naposema kula bata na maanisha raha hizo wewe unajizuia. Lakini pia mazoezi mwanzo mwisho, lakini pia kuzingatia maelekezo ya walimu, lakini pia kujitunza kwa maana ya kujua muda gani wa kulala, muda gani wa kunywa maji, kutoongezeka uzito wa kupitiliza, na hasa kwa mchezaji wa umri wake, mchezaji ambaye ametumika katika maeneo mengi, kucheza yake au style yake ya kuishi ili aendane na kasi ya mpira wa sasa, hasa katika ligi kuu Tanzania bara ambao ni nginja mwanzo mwisho katika kila mechi. Basi hiyo ni siri mojawapo, kuzingatia miiko ya namna gani ya kuishi kama mchezaji, tena mchezaji star katika timu kubwa. Sababu wengine wanakwama maeneo hayo. Kadri wanaofanya vizuri, sifa zinakuwa nyingi, pesa zinakuwa nyingi, mwisho wake ukitumia vibaya sasa kule kufanya kwako vizuri na kupata mafanikio yako uwanjani, kunaweza kukawa ndio kaburi la kipaji chako, la talanta yako kabla ya wakati. Kwa Khalid Aucho Doctor inaelekea kwenye eneo hili, la hasha, yuko vizuri. Hiyo ni sifa moja hapo. Lakini pia nidhamu, kwa maana ya kuzingatia nidhamu ya mchezo na mipango ya mwalimu. Ndani ya Yanga hawa makocha tutotoka kuwataja, Nabi, Gamondi, Ramovic na sasa Hamdi Milud, cheza yao huwa inategemea sana double pivot wanaita. Kuna kwa na viungo wawili pale kati. Inaweza kawa ni 4-4-2 kwa maana baada ya golikipa kuna walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili. Hawa wanne hawa viungo, wa katikati wawili ndo wale viungo wawili, tunasema double pivot. Mmoja anakuwa defensive minded, yani kuzuia zaidi. Mmoja anakuwa offensive minded, wa kushambulia. Lakini huyo kushambulia ambaye tunasema box to box, timu inapozuia naye anarudi anaungana na huyu ambaye ni defensive, kiungo wa ukabaji. Mara nyingi watazamaji wako wanapenda kuita hivyo, kiungo wa ulinzi. Na sifa moja hapo kwenye eneo hili ni pamoja na kuwa na nidhamu. Usishawishike sana kwenda katika final third, eneo la mwisho la mpinzani, halafu huku nyuma unafanya pawe weak. Wapinzani wakishambulia kwa kushtukiza na kwa matatizo. Khalid Aucho Doctor kwenye hilo excellent. Lakini pia lazima uwe na mapafu ya mbwa. Hapa nimetumia tu idiom, tamathali ya same, na maanisha uwe na pumzi za kutosha na uwezo pia ku anticipate, kukadiria mwenendo wa mpira ili kuhakikisha wewe unakuwa sehemu ya kuunganisha timu kwenye pande mbili, kwenye ulinzi na ushambuliaji. Mashambulizi ya kushtukiza mara moja unaungana na mabeki wawili wakati kufanya muendelee kwa imara. Lakini pia kumonitor movement, mikimbio ya beki wa kushoto au beki wa kulia kwa hawa viungo, kwamba anapokuwa hayupo eneo lake. Mfano hapa tunazungumzia beki wa kushoto kwa Yanga, yeye ndo anaenda kukava hiyo nafasi, au ana drop kati, anashuka kati kwa beki wa kati wa kushoto, alafu beki wa kati wa kushoto anakwenda kushoto kwa beki wa kushoto ambaye amepanda. Hapa sisi tumeelewana vizuri? Wala vizuri kabisa. Sasa katika kujua mazingira hayo, na hana mambo mengi, hana mbwembwe, Khalid Aucho Doctor atapata mpira, anajua wapi apasie, mzuri sana katika kupasia, mipira inafika. Haya yanamfanya awe ni miongoni mwa wachezaji nyota sana ndani ya Yanga. Na matokeo yake, kwa mfano katika msimu huu tunapozungumza, Yanga wanaongoza ligi sasa, bado mechi mbili ambazo dakika 180, wakifanya vizuri kwenye dakika hizi 180 mathalan kwa ushindi, yani mechi dhidi ya Dodoma Jiji, alafu mechi dhidi ya watani zao jadi Simba Juni 25 kwa Mkapa, baada ya dhidi ya Dodoma Jiji New Amani Complex, Yanga watakuwa mabingwa tena kwa mara ya 4 mfululizo. Na wakiwa mabingwa kwa mara ya 4 mfululizo, yeye atakuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo. Si alianza na tangu 2021-22. Yaani tangu 21-22 wakati Yanga inatoa ubingwa, yeye naye alikuwemo akiwa chini ya Nabi. Na hizi nyingine zote yeye yumo. Na kombe la shirikisho la benki ya CRDB zote yeye yumo. Wako finali, watakuja kucheza
na Singida Black Stars Zanzibar naye yumo, na hizi zote mara 3 mfululizo amechukua kombe la shirikisho la benki CRDB naye yumo, na mara zote akiwa fiti ni kikosi cha kwanza, ni regular starter. Msimu huu katika ligi kuu, kabla ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons, Yanga alikuwa amecheza mechi 27, alikuwa amecheza mechi 20. Baada ya Tanzania Prisons kaongeza mechi 21. Kabla ya mechi ile na Tanzania Prisons alikuwa amecheza dakika 1548. Amefunga bao moja, hana assist, bao lake moja tu. Hapimwi kwa mabao na assist kwa nafasi yake kama nilivyotoka kuelezea. Sasa Khalid Aucho Doctor akiwa fit akosekani uwanjani, na bila shaka kwenye hizi mechi mbili dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Simba, miongoni mwa nyota ambao wanatazamiwa kuiwezesha Yanga katika harakati zake za kutawala eneo la kati, Khalid Aucho Doctor mgogoni nambari 8 hakosekani. Body morphology, maumbile ya mwili pia yako vizuri, ana uwezo wa kumpa mtu upaja, ana uwezo akamlalia, alafu ni mpira ukaendelea vizuri tu. Lakini kumbuka Chris na watazamaji wako, Yanga hivi sasa imeweka rekodi aina yake katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga haijawahi tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja ya kwanza kufunga mabao ya idadi walionayo sasa. Yanga wana mabao 76. Hii ndo mara ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini sio hilo, kuna kitu tunasema minutes per goals, yani dakika unazotumia kufunga kwa wastani bao. Yanga hivi sasa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 12. Ni rekodi kwa mfano akidumisha hii, kwa sababu katika ligi kuu Tanzania bara mwenye rekodi hii tushazungumza mara kadhaa Chris, na kumbushia tu watazamaji wako, Simba ndio aliweka rekodi ya dakika kwa bao. Msimu wa 2022-23 Simba hawakutoa ubingwa, bingwa alikuwa Yanga, lakini Simba ndio alifunga mabao mengi, mabao 75. 75 kwa mechi 30 dakika 2700. Wakawa Simba wanafunga bao kwa wastani kila baada ya dakika 36. Ilikuwa ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara, ilikuwa ni rekodi kwa ligi kuu 10 bora barani Afrika tangu 2010 2011 mpaka sasa, kufunga bao kwa wastani kila baada ya dakika 36. Sasa Yanga sasa hivi wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 12. Yanga hivi sasa kwenye ligi kuu wameruhusu mabao 10 tu baada ya kucheza dakika 2520. Kwa hiyo kwa wastani Yanga hivi sasa wanaruhusu bao kila baada ya dakika 252. Ugumu wake katika kufikiwa golini kwao na kupigiwa mashuti, uimara wake katika kufunga, eneo la kati lina nafasi kubwa sana kufanikisha yote haya, kwa sababu lenyewe ndio connector kwa Khalid Aucho Doctor. Swaiba wake katika eneo hili mara nyingi huwa ni Mudathir Yahya Abbas, lakini siku hizi anaweza kucheza pia na Juka Buya, lakini pia eneo hilo anaweza kucheza na Jonas Mkude Nungunungu, anaweza kucheza na Salum Abubakar Shwabo, inategemea mipango ya mwalimu. Sasa ile eneo la kati ndo msingi wa mafanikio ya Yanga katika kufunga, katika kuzuia. Tunaposema Yanga wako finali kombe la shirikisho la benki CRDB, Yanga wako wanasubiri dakika 180 uwezekano kutoa taji la 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Yanga inaongoza kwa mabao, imepiga mabao mengi 76, imeruhusu mabao machache kuliko timu zote, mabao 10 katika ligi kuu Tanzania bara. Mafanikio hayo yote anayebeba ni pamoja na eneo la kati la Yanga ambako huwezi kumwacha mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda Khalid Aucho Doctor, left footer, mguu wake wenye nguvu zaidi wa kushoto, na anasaidia sana mizania ya Yanga katika kuendea eneo la wapinzani, kwa maana kwamba haiwi right sided, haiwi left sided. Chris na watazamaji wako, ukiwa na viungo wote wanategemea mguu mmoja wenye nguvu zaidi, yani wa kulia. Kuna wakati timu inacheza inajikuta iko kulia kuliko upande mwingine wa kushoto. Hata katika kuzuia mnaweza mkajikuta upande mmoja na kwa weak, dhaifu, kwa sababu tu viungo wenu wote wana mguu pengine wa kulia tupu wenye nguvu zaidi au wa kushoto tupu. Yanga hapa pana mizania, kwa sababu yeye Khalid Aucho Doctor ni left footer, mguu wake wenye nguvu zaidi wa kushoto. Anasaidia sana kufanya movement za Yanga kwenda kwa usahihi kwa kila upande katika kushambulia na kuzuia. Duniani klabu nyingi huwa zinatamani kuwa na walau kiungo mojawapo ni left footer, kuwa na kiungo ambaye pia wa mguu wa kushoto ulio na nguvu zaidi. Katika hao wachache kwenye klabu hizi, Yanga ni mojawapo, kwa sababu ina Khalid Aucho Doctor ni left footer. Anaofa mambo mengi pamoja na uzoefu kwa timu. Pale ambapo timu inakuwa imelemewa, yeye anajua kuituliza. Yeye ni kama engine pale kati. Yeye ndo ana dictate movement, mikimbio ya Yanga, mwenendo wa Yanga katika mpira, namna kuendea wapinzani na kuzuia. Khalid Aucho Doctor ni mchezaji nyota na muhimu sana kwenye eneo lake, ambaye hapimwi kwa mabao na assist kutokana na majukumu anayotekeleza. Sasa hata mimi ni kushukuru sana. Shukrani jazilan.